Kwa hiyo tuliposema tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa, na tukasema kwamba tusimuone yote anayehama ndani ya CCM kwenda kwenye chama kingine cha siasa kama msaliti, au tusimuone msaliti anayetoka kwenye chama kingine kuja CCM. Tulitaka kutoa uhuru na haki ya raia wa nchi hii kujiunga na chama anachokitaka, kama ambavyo katiba yetu inatoa uhuru huo kwa upande wa siasa, lakini inatoa uhuru wa mtu kujiunga na dini yoyote au kwenda kwenye imani ya dini yoyote kadri anavyoona inafaa. Kwa demokrasia hii ndio iliyoipa nguvu kidogo upinzani baada ya makada wa Chama cha Mapinduzi kuhamia upande wa pili. Kwa nataka kusema kati ya 92 hadi sasa au 95 mpaka sasa, vyama vya upinzani nchini havijafanikiwa kujijenga. Havijafanikiwa. Na ushahidi mzuri mwaka 2020 upinzani ulikosa kura, ulipata ushindi dogo mno. Kwa sababu yake mnajua kama vyama hivi havijawekeza kwenye sera, havina itikadi, havina ilani ya uchaguzi inayoeleweka. Hata ile 2015 walisema iko kwenye mtandao. Tumejaribu kugugo mpaka leo hatujaona. Sasa ilipofika uchaguzi wa serikali za mitaa juzi, vyama hivi vya upinzani havijaweza hata kuweka wagombea. Havijaweza kuweka wagombea katika ngazi mbalimbali kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ni vizuri ieleweke hili. Kwa hiyo CCM ilisimamisha wagombea katika nafasi zote. Upinzani kwa ujumla hawajafika 50% ya kusimamisha wagombea. Acha na biashara inayosema kuenguliwa. 2024 hakuna aliyeenguliwa. Walisimamisha chini ya 50%. Hasa la kujiuliza, nani kawanyima wasiwasimamisha wagombea? Ni kutokuwa na mipango. Kwa sababu tunaamini vyama, wanasiasa makini wanajua mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mwingine. Kwa 2024 hawakuweza kusimamisha wagombea. Lakini tatizo jingine ni upungufu wa ukomavu wa kisiasa ndani ya vyama vyenyewe. Unajua, huwezi kudai demokrasia, haki ya kushindana kati ya chama na chama, lakini demokrasia ya ndani ya chama kwako inakuwa ni saratani. Lazima ujenge chama ambacho kina katiba, kina kanuni ambazo zitaongoza wanachama wa chama hicho kupata haki yao ya kushiriki, kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo bado demokrasia ndani ya vyama vya sasa tulivyonavyo vya upinzani bado ni kizungumkuti. Kwa mwaka huu nilishiriki kwenye kutia nia. Hii jina langu halikurudi kutoka kwenye kamati kuu. Nilichofanya ni kuambia wana CCM na wana Simanjiro kwamba jina langu liwepo lisiwepo, msihame CCM. Maana hata mimi mwenyewe sihami CCM. Nilijua kwamba uteuzi ule ni wa haki, kwa sababu tulikuwa wagombea wengi 16 hivi, na wakati ule kwa mujibu wa kanuni walikuwa wanatarajiwa kuteuliwa 3 kabla mkutano mkuu hujafanya mabadiliko. Sasa mimi ni nani kama lazima niwe miongoni mwa 3, nisiwe miongoni mwa wale 13 wanaobaki? Sasa hapa liko swala, na hili nieleze hii saratani ya kutokukubali kushindwa au kutokuteuliwa haiko kwenye vyama vya upinzani peke yake. Hata CCM ipo. Kuna watu ndani ya CCM wamenuna na sio kununa tu kwa sababu hakuteuliwa. Wanaendelea kufadhili kampeni za kuwachafua wale walioteuliwa. Wanaendelea kuendesha propaganda ndani ya vyombo vya habari, ndani ya social media, kubomoa heshima ya nchi yetu. Wanabomoa heshima ya mgombea wetu wa urais. Wanabomoa heshima ya taifa letu. Sasa Mwalimu alisema uhuru bila demokrasia ni udikteta, lakini demokrasia bila nidhamu ni fujo. Una hiari ya kubaki ndani ya chama kama unaridhika na kanuni zake na katiba yake, lakini una hiari ya kuondoka kwenye chama hicho kwenda chama unachodhani kinakusaidia, kuliko ubaki ndani ya CCM unavaa shati la kijani mchana, usiku unaendelea kukinongonga chama hicho na kuchafua taswira ya nchi yetu.